إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم آمين. ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumsalia alayhi salatu wassalam, tupo katika eneo hili la Makole tukiwa na jukumu la kukumbushana mambo mbalimbali yanayohusu dini yetu, na hili ni jambo la msingi ambalo Uislamu wanatakana walisimamie, kwa sababu swala la kukumbushana juu ya mambo yanayofungamana na dini, faida yake ni kwamba aliyesimama katika swala la dini atasimama sawa sawa, na ambaye hajasimama sawa sawa baada ya kukumbushwa basi atasimama sawa sawa, na sote tutalifanyia kazi jukumu la dini kwa kuwa tunalifahamu jukumu hilo. Na mazungumzo ya mwanzo ambayo tutazungumza biidhni karim, tazungumzia fadhl al-ilm wal ulama, ubora wa elimu na ubora wa wasomi. Ubora wa elimu na ubora wa wasomi. Kwa nini tuzungumzie fadhl al-ilm? Kwa sababu elimu ndio kila kitu. Elimu ndio kila kitu, kwamba ukitaka kuswali unahitajika elimu, ukitaka kufunga unahitajika elimu, ukitaka maisha ya ndoa, maisha ya familia kunahitajika elimu. Maana yake ni kwamba elimu inatangulizwa katika kila kitu, na si swala la dini tu, bali hata watu wa duniani, watu wa dunia, mataifa mbalimbali wanalizungumzia swala la elimu. Na ukisikia kuna taifa limeendelea, fahamu kwamba limeendelea kwa sababu watu wake walijitahidi katika mlango wa elimu. Kwa hiyo tukumbushane kwenye jambo hili, alafu pia tukumbushe katika mambo mengine. Swala hili la elimu, ayu la hibba, kuna adilla nyingi, nusus nyingi min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima la yusra iddaha wala yustaqsa
kasra, dalili nyingi ambazo hesabu yake haiwezi ikadhibitiwa. Ala bayani rif'at shani ilm, ikizungumza kubainisha juu ya daraja ya jambo la elimu wa ahlihi na watu wake. Targhibi fi nahri, na kufanyia targhibi, kuhimizana watu wainuke katika kulifuatilia swala hilo la elimu. Na miongoni mwa adilla min kitabillahi jalla wa ala ni aya min kitabillah, aya ya 18 katika Al-Imran. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya kwamba shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa hu al azizul hakim. Ameshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala annahu, hakika hali ya mambo ilivyo, la ilaha illa hu, hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, wal malaikatu, na malaika zake wanashuhudia hilo, wa ulul ilmi, na wale waliopewa elimu, qa'iman bil qisti, ambao wamesimama kwa uadilifu. La ilaha illa hu, hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, al-azizu, mwenye nguvu, al-hakim, mwenye hikma. قال الإمام قرطبي رحمه الله تعالى في جامع الأحكام القرآن، الإمام قرطبي ikiwa ni juzuu ya 4 kurasa wa 44, anasema Qurtubi rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-aya, kwenye aya hii, yani shahida Allahu annahu la ilaha illa hu, dalilun, kuna dalili ya wazi, ala fadli al-ilmi wa sharafi al-ulama wa fadlihim, juu ya ubora wa elimu na ubora wa wasomi. Fa innahu law kana ahadun ashrafa min al-ulama'i lakaranahum Allah biismihi wa ismi malaikatihi kama karana isma al-ulama. Anasema Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, kama kungekuwa kuna kitu kina ubora kuliko wanavyoni, basi Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hii aya angekikusanya kitu hicho na malaika zake, angekikusanya kitu hicho na maulama. Lakini kwa sababu hakuna kitu ambacho kinazidi sharafu ya ilmu, Allah sharafu ya ulama, Allah subhanahu wa ta'ala aliwakutanisha wanachuoni pamoja na jina lake, aliwakutanisha wanachuoni pamoja na malaika. Pia alizungumza al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika tafsiri Ibn Kathir, ikiwa ni juzuu ya kwanza kurasa wa 555. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى قرن تعالى amekutanisha Allah subhanahu wa ta'ala shahadata malaikatihi, ushahidi wa malaika wake, wa ulul ilmi, na wale wasomi, bishahadatihi, na ushahidi wake, amekutanisha na ushahidi wake. Faqal, akasema shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu ulul ilmi, ameshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na juu ya ushahidi huo aliotoa Allah subhanahu wa ta'ala, wanashiriki kwenye ushahidi huo malaika zake, wa malaikatu wanashiriki kwenye ushahidi huo wa ulul ilmi, wale wasomi. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه خصوصية عظيمة, huku ni kuhusishwa kuliko kwa kukubwa lilulama, kwa wanachuoni, fi hadha al-maqam, katika hii nafasi. Huku ni kuhusishwa kuliko kwa kukubwa kwa wanachuoni katika hii maqam, kwa sababu wao ndio wanastahili zaidi. Lakini pia amezungumzia Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, amezungumzia hii aya katika kitabu Miftahi Dari Saada, juzu ya kwanza kurasa wa 497. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala naye pia alitoa maelezo yanayohusiana na hii aya, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu. Qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-aya, anasema hadha yadullu, hii aya inajulisha ala fadli ilmi wa ahlihi min ujuhi,
inajulisha ubora wa elimu na wasomi waliosoma hiyo elimu katika mielekeo ifuatayo. Mwelekeo wa kwanza, ahaduha, wa kwanza kabisa, istishhaduhum duna ghairihim min albashari, kuwafanya wasomi ni sehemu ya kutoa ushahidi juu ya jambo kubwa kinyume na watu wengine. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, shahida Allahu, ameshuhudia Allah, annahu la ilaha illa hu, kwamba yeye hakuna anayekuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ushahidi huu aliotoa Allah juu ya jambo kubwa la tauhidi, aliwafanya malaika wahusike kwenye ushahidi huo kama alivyohusika yeye kwa nafsi yake, lakini pia akawafanya wasomi wahusike kwenye ushahidi huo kama alivyohusika yeye Allah kwa nafsi yake, na kama alivyohusisha viumbe bora ambao ni malaika akawahusisha na wanachuoni. Istishhaduhum duna ghairihim min albashari, kule kuwaingiza kwenye ushahidi wanachuoni wao peke yao kinyume na viumbe wengine. Wajibu wa pili, iktiranu shahadatihim bi shahadatihi, ushahidi wa wanachuoni Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hili jambo aliukutanisha na ushahidi wake. Wajibu wa tatu, thalithun, iktiranuha bi malaikati, bi shahadati malaikati, kuwafanya wanachuoni kukutanisha ushahidi wao na ushahidi wa malaika. Rabi'u, wajibu wa nne, anna fi dhimni hadha tazkiyatuhum wa ta'dilahum. Hili inaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewatakasa wanachuoni na amewafanya wanachuoni ni watu waadilifu. Fa inna Allah la yastashhadu min khalqihi, hamfanyi kiumbe yote ni shahidi illa al-udul, kwa wale viumbe waadilifu. Wa min hadha al-atharu al-ma'ruf, na kuna athari iliyokuwa kubwa ani nabii sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadha al-ilm, wanabeba hii elimu, kullu khalfin udul, kila wanaokuja watu ambao ni waadilifu, wayamfuna anhu tahrifa al-ghalin, na wanapinga kutokana na sheria Allah vile wanavyopindisha wale ni kupindisha, wa intihali al-mubtilin, na kuondosha ile nahaji, ile njia ya watu wa batili, watawili jahilin, na kule kufasili ambako wanakufasili watu ambao ni wajinga. Alimuhimu ayu alahibba, Allah subhanahu wa ta'ala amewainua wanachuoni daraja kwenye hii aya. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yao ni kubwa hao wanachuoni. Nafsi yao ni kubwa hao wanachuoni. الخامس، وجه ونne، أنه وصفهم بكونه أولو العلم، الوصف kwamba wana elimu. وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه، kwamba wao ndio wahusika wa swala la elimu. Sadis, wajhu wa tatu, akasema al-Qayyim, annahu subhana istashhada bi nafsihi wa huwa ajallu shahidin. Allah subhanahu wa ta'ala alitoa ushahidi juu ya nafsi yake, na ushahidi uliokuwa mkubwa wa wazi. Thumma bi khiyali khalqihi, ikisha akawachagua wale bora katika viumbe ambao wahumul malaika, ambao ni malaika, wal ulama min ibadihi, na akachagua wasomi katika waja wake. Yakfihim bihadha fadlan wa sharafa, inawatosha hawa wanachuoni kwa hili kuwa ni watu wenye sharafu na watu wenye fadhila. Ndugu yangu Muislamu, hizi ni aujuh ambazo ametaja Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, na ni nyingi ambazo amezionyesha ya kwamba zinaonyesha fadhila na sharafu ya watu wenye elimu. Na hizo wajhi kama nilivyosema kwamba ni nyingi, mimi niishie hiyo wajhi ya 6. Lakini pia qala Shawkani rahimahullah ta'ala inda tafsiri al-ayat al-karima, katika kufadhili aya pia akasema, fi dhalika fadilatun li ahli ilmi jalilatun manqabatun an-nabila, kwamba kuna sharafu kubwa ya ahli ilmi ambayo inaonyesha kwamba watu wako juu na daraja yao iko juu, likarimihim biismihi wa ismi malaikatihi, kwa kule kwa kutanisha na jina lake na jina la malaika zake. Walimuradu bi ulil ilmi huna, na makusudio ya ulil ilmi hapa ulamaun
alkitabi wa sunna, ni wale wasomi waliosoma Qur'an na sunna, wama yatawassalu bihi ila maarifatihima, na zile elimu ambazo zinawafikisha katika maarifa kujua hicho kitabu na sunna. إذ لا اعتماد بعلم لا مدخل له في العلم الذي اشتمل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة. kwamba hakuna kuzingatia elimu ambayo haina mafungamano na Qur'an na sunna. Lakini pia kwenye aya hii aya 18 katika Ali Imran, shahidallahu annahu la ilaha illa hu, amesema al-Imam Saadi pia katika hii aya akasema fi hadhihi al-aya, kwenye hii aya, fadilatu lililmi wal ulama, kuna ubora wa elimu na wanachuoni, lianna Allah khassahum bidhikri, kwa sababu Allah aliwahusisha kuwataja duna albashari, kinyume na viumbe wengine. Wakarana shahadatahum bi shahadatihi, akakutanisha ushahidi wa wanachuoni na ushahidi wake Allah, wa shahadati malaikatihi, na ushahidi wa malaika zake. Wajala shahadatahum min akbar adillah wal barahin ala tauhidihi, na akajalia ushahidi waliotoa hao ulul ilmi ni ushahidi wa kuonyesha juu ya jambo kubwa, jambo la kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, wa dinihi wa jazaihi, na dini yake na vile atakavyowalifawaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu yajibu ala al-mukallaf qabul hadhihi ash-shahada al-adila as-sadiqa, ni wajibu kwa mtu ambaye ni mukallaf akubali ushahidi huu na wakubali hao waliotolewa huo ushahidi. Wafuzimni dhalika ta'diluhum, ni kule kuwafanya ni watu waadilifu. Wa innal khalqa tab'un lahum, na kwamba viumbe wanawafuata wanachuoni. Wa annahum humul a'imma almatbu'un, wao ni wanachuoni, ni maulama ambao wanatakana wafuatwe. Wa fi hadha, na katika hili, min fadli wa sharafin, katika ubora na utukufu, wa uluil makani, na kuwa na daraja iliyokuwa juu. Wala yuqadaru qadruhum, wala hakuna mtu ambaye atakutanishwa na kadira, atakunanishwa na nafasi waliokuwa nao maulama. Ndugu zangu katika imani, hii inaonyesha kwamba Muislamu anapaswa kusoma ili aweze kufikia daraja hii, na aweze kuwa ni miongoni mwa watu hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika aya. Lakini pia aya nyingine ni aya katika Zumar, ikiwa ni aya 9. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, je, wanakuwa sawa wale wanaofahamu na wale ambao hawafahamu? Na hii wanasema ni isfahamu al-inkari, kwamba hawawi sawa wale ambao wanafahamu na wale ambao hawafahamu. إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إنه سبحانه نفى تسوية بين أهله وبين غيره. الله سبحانه وتعالى amekanusha usawa baina ya wasomi wa dini na wale wengine ambao si wasomi wa dini, kama nafa taswiyata baina ashabi aljanna wa ashabi an-nar, kama alivyokanusha vile vile kutofautiana baina ya watu wa peponi na watu wa motoni. Faqala ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hawawi sawa wale wajuzi na wale ambao si wajuzi. Kama qala ta'ala, la yastawi ashabu an-nari wa ashabu al-janna, hawawi sawa watu wa peponi na watu wa motoni. Wa hadha yadullu ala ghayati fadlihim wa sharafihim, hii inaonyesha juu ya ule ubora wao hao maulama na ule utukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha kuwapa hao maulama. Na haya ameyataja Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika taysiri, ameyataja Ibn al-Qayyim rahimahullah katika Miftah Dar as-Saada. Lakini pia ametaja Imam Qurtubi hii aya akinukuu kauli ya Zujaj akisema, kama la yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun kadhalika la yastawi al-mutii wal 'asi, kama ilivyokuwa hawawi sawa wale wajuzi na wale ambao si wajuzi, hivyo hivyo hawawezi kuwa sawa wale wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na wale wenye kufanya maasi. Wakala ghayruhum alladhina ya'lamun hum alladhina yantafi'una bi'ilmihim wa yu'allimuna bihi, ni wale alladhina ya'lamuna, walikusudiwa katika aya ni wale wanaonufaika na elimu zao na wakanufaisha watu wengine.
yani wamesoma. Baada ya kusoma, elimu waliokuwa nayo ikawaongoza katika mema, elimu waliokuwa nayo ikawakataza na maasi. Lakini pia hawakutosheka na kubaki na elimu hiyo, wakawafundisha watu wengine. Kwa hiyo ni jambo ambalo halijawa sawa, au ni jambo la aibu kwa Muislamu akawa amefahamu sehemu katika dini yake, kisha akabaki na ule ufahamu wake ukawa yeye amebaki na hiyo elimu yake. Fa inma ma lam yattafi bi'ilmihi wa lam ya'mal bihi fa huwa min manzilati man la ya'lam. Yule ambaye hatanufaika na elimu yake, yule ambaye hatanufaika na nini? Na elimu yake, lakini pia hataifanyia kazi hiyo elimu aliyokuwa nayo. Anasema Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, bimanzilati man la ya'lam. Man la ya'lam, huyu atakuwa kwenye daraja ya mtu ambaye hafahamu. Yani unafahamu jambo fulani kwamba ni haramu, halafu hilo jambo ambalo umefahamu ni haramu ukaenda kulifanya. Maana yake yule ambaye hajui na wewe unaojua mnahesabika daraja lenu ni moja, kwa sababu nyote hamjui. Kwa nini nyote hamjui? Kwa sababu kilichokuwa kinahitajika kiwatofautishe ni namna ya utendaji, kwamba huyu ameepukana na ile jambo kwa sababu analijua, na yule hajaepukana nalo kwa sababu halijui. Sasa wewe kama umeliendea na unalijua, na yule ameliendea halijui, maana yake nyote daraja lenu ni moja, nyote ni wajinga. Hayo ndio maelezo aliyotaja Imam Qurtubi rahimahullah, kwamba elimu isiyokuwa na vitendo, elimu isiyokuwa na manufaa ni ibara alla shay'in, ni ibara hamna kitu, ni ibara hamna kitu. Maana yake msomi unahitajika uwe una athari ya ile elimu, amran wa nahya, katika maamrisho ulioamrishwa, lakini pia kwenye makatazo. Utakapokuwa umesoma na unaonekana kwenye makatazo, utakapokuwa umesoma na una nyumba katika maamrisho, maana yake ni ibaratun alla shay'an, ni ibara hamna kitu. Kwa hiyo anasema Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, fa amma man lam yattafi bi'ilmihi, yule ambaye hatanufaika na elimu yake, wala ya'mal bihi, na hataifanyia kazi elimu yake, huwa manzilati man la ya'lam, ni daraja ya mtu ambaye hafahamu chochote, hafahamu. Kwa ndugu zangu, elimu ina sharafu, elimu ina utukufu, elimu ina sharafu, elimu ina utukufu. Lakini utukufu wa elimu hii unahitajika watu wafanyie kazi kwa sasa, unahitajika watu wafanyie kazi kwa sasa. قال سعدي رحمه الله تعالى، مسمى الإمام سعدي بن هي آية قل هل يستوي الذين يعلمون، مسمى ربهم يعلمون دينه، ونفهم الذيو ونفهم دينيao، وشريعة ونفهم شريعة الله، ودينا ونفهم دين الله سبحانه وتعالى، وجزاء نمليبه وما له في ذلك من أسرار والحكم، katika siri za elimu na hukumu zake. Kwa hiyo hawa hawawisawa alladhina la ya'lamun, wale ambao hawafahamu shay'an min dhalika, hawafahamu chochote. La yastawi haulai wala haulai, hawafanani watu hawa wala watu hawa. Kama la yastawi al-layl wan-nahar, kama ambavyo haiwisawa usiku na mchana, wadhiya wa dhulam, na kama haiwisawa mwanga na giza, wal-ma'u wan-nar, kama haiwisawa maji na moto. Alimuhimu ayu alahibba, aya min kitabillahi jalla wala nyingi ambazo zinaonyesha juu ya fadhila na sharafu ya ulama, na kwamba maulama wana daraja kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na hivyo inawapasa Waislamu wajitahidi kuendea yale ambayo yanahitajika kuendea ili wafahamu. Baada ya mazungumzo ya sharafu ya ilmu, nizungumzie jambo moja pia. Jambo lenyewe ambalo nalizungumzia ni jambo la hukumu sasa ya elimu. Kwa nini tuzungumzie hukumu ya elimu? Kwa sababu tukizungumzia sharafu ya elimu, ubora wa elimu na watu wake, kuna watu saa nyingine wanashindwa kuelewa. Sasa kama wanashindwa kuelewa, ili tupate nafasi ya kuelewesha wale ambao wanashindwa kuelewa. Ndugu zangu katika imani, tukizungumzia elimu
kabla ya hukumu yake maulama wanaigawanya elimu katika sehemu mbili. Kuna elimu ambayo wanasema ni fardhun aini, lakini pia kuna elimu ambayo wanaita ni fardhun kifaya. Elimu ambayo ni fardhun aini ni ile elimu ambayo inayo kuhusiana na mambo yanayomzunguka Muislamu. Tuzungumziwa al-ilm wajibu al-ainiyya, elimu ambayo ni fardhun aini ni ile inayomuelekea mukallaf, huwa ma yatawajjahu fihi at-talab al-lazim lilmukallaf au likulli mukallaf. Ni ile elimu ambayo anaonekana atafute vile vitu vya lazima ambavyo vinamhusu mtu ambaye ni mukallaf. Kwa mfano, swala haidondoki kwa mtu yote yule ambaye ni mukallaf. Kwa hiyo kusomea swala ni jambo la faradhu aini. Na kwamba tukizungumzia faradhu aini ni kwamba usipofanya unapata nini? Usipofanya unapata nini? Kwa nini tunazungumza hili? Tunazungumza hili kwa sababu Waislamu wengi wanajua faradhi ya sala. Waislamu wengi wanajua faradhi ya funga. Lakini Waislamu wengi hawajui faradhi ya elimu. Na ndio maana wanaokuwa mbali na kusoma ni wengi kuliko wanaokuwa mbali na funga na nini? Na sala. Kwa nini? Kwa sababu wengi wanafahamu kwamba usiposali unapata madhambi. Wengi wanafahamu kwamba usipofunga unapata madhambi, lakini wengi hawajui kwamba usiposoma unapata madhambi. Wazee tunaelewana? Lakini yani wengi hawafahamu kwamba usiposoma unapata nini? Kama vile ambavyo unapata madhambi usiposali. Lakini ni elimu gani ambayo unapata madhambi usipoisoma? Ni elimu ya faradhun aini. Ni ipi elimu ya faradhun aini? Ni ile elimu inayotakikana Muislamu ajifundishe yale yanayomzunguka katika ibadati za kila siku. Ujue swala. Elimu ya swala ufanyaje? Usipojua elimu ya swala unapata nini? Ujue funga yako. Elimu ya funga. Usipojua elimu ya funga unapata nini? Dhambi. Lakini pia mambo yanayozunguka ni mambo katika fiqh, muamalati, mambo ya ndoa. Pia Muislamu mwanamume asomee ndoa yake, pia Muislamu mwanamke asomee ndoa yake. Asiposomea maana yake anapata nini? Dhambi. Kwa nini? Kwa sababu elimu hii ni elimu ya mambo yanayomzunguka ya wajibu kwake. Kwa hiyo ni elimu ya fardhu aini, ni elimu ya lazima ambayo asipojifundisha mtu anapata madhara. Ndio pamoja. Lakini pia kuna fardhu kifaya. Na fardhu kifaya ni zile elimu sasa za mfano elimu usulfikihi. Sawa? Fardhu kifaya. La kama bihi mayakfi sakata al-atham an al-akharin. Akisimama wanakutosha basi na ndio kama dhambi kwa kile. Lakini pia mfano elimu ya faraidh wanasema pia ni elimu ya fardhu kifaya. Kwamba akipatikana msomi mmoja wa elimu ya faraidh hakuna shida. Atakuja kututatulia mambo ya mirathi na vitu kama hizo. Naona bwana. Kwa hiyo hizo ni elimu ambazo ni faradhun kifaya. Akisoma mmoja hata wengine wasisome hawana nini? Hana madhara. Lakini elimu ya mazingira yanayomzunguka Muislamu ni elimu ya faradhun aini. Elimu ya lazima ambayo usiposoma unapata nini? Unapata madhara. Tukwenda pamoja mashehe. Na hadithi ipo wazi. Hadithi ipo wazi. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Kutafuta elimu ni jambo la lazima kwa kila nani? Ni jambo la lazima kwa kila nani? Kila Muislamu. Sasa kama talabul ilm faridatun ala kulli muslim, huyo anayeamrishwa au huyo anayepewa maelekezo ni nani? Talabul ilm faridatun ala kulli muslim.
Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Nani anaelekezwa kwamba kutafuta elimu ni jambo la faradhi, ni jambo la lazima kwa kila Muslim? Nani anapewa maelekezo? Ni Muislamu, ala kulli muslim, kwa kila Muislamu. Hadithi ambayo imetaja Imam Ibn Majah, hadithi ya 183. Lakini pia wametaja wengi katika hadithi. Na ni hadithi sahihi. Kutafuta elimu ni jambo la lazima kwa kila Muislamu. Kwa kila Muislamu. Kwa hiyo usiposwali unapata madhambi. Usiposwali unapata nini? Unapata madhambi. Lakini pia usiposoma unapata nini? Usiposoma unapata nini? Unapata dhambi. Hili jambo lieleweke kwa sababu Waislamu wengi wao wenyewe wanasema sisi ni maamuma. Wenyewe wanasema sisi nani? Wanasema sisi ni maamuma. Hata kama Waislamu wengi wanasema sisi ni maamuma, hatujajua hicho kibali cha kwa wao ni maamuma wamepewa na nani. Waislamu wengi wanasema wao maamuma. Na wengine wanasema nyinyi mashaka mnatuchanganya sana sisi maamuma. Mnatuchanganya sana sisi maamuma. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Ala kulli muslim. Nani ametoa kibali cha maamuma? Nani katoa kibali cha watu wasisome? Wao wanaongozwa tu. Hakuna. Mtume amekanusha kibali hicho. Lakini pia Qur'ani kama ulivyoziona aya, japo tumestaja baadhi ya aya, lakini hadithi hii ni hadithi ya wazi inaonyesha kwamba kutafuta elimu ni jambo la lazima. Watu wazima watafuta elimu ni jambo la lazima, wanaume na wanawake. Vijana watafuta elimu ni jambo la lazima, vijana wa kiume na vijana wa kike. Lakini pia wale wenye familia wasimamie nini? Familia zao kwenye swala la elimu. Kwa nini? Kwa sababu ni faradhi aini, elimu ambayo inamzunguka mtu. Hili likifahamika vizuri, kama tunafahamu swala, basi mambo mengine yatakuwa nini? Yatakuwa mepesi. Tukilifahamu hili, kama tunafahamu hili, tunafahamu nini? Swala. Tunafahamu funga. Wewe angalia funga namna watu wanavyojipinda. Hata yule usiyemtegemea anajitahidi kufunga. Tukielewa faradhi wa funga, tukielewa faradhi wa sala, hivyo tuelewe faradhi wa nini? Wa elimu ya dini na Uislamu, kwa sababu tunaishi katika maisha ya takalili abai wal ajdad. Baba zetu pale ambapo wao hawajafahamu lazima wa elimu, na sisi tukaacha kufahamu lazima nini? Wazee wetu na babu zetu pale ambapo wao hawakufahamu lazima wa elimu, na sisi pia hatujafahamu lazima wa elimu. Wakati sasa tunatakana sisi tufahamu lazima nini? Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni mambo ya msingi ambayo yanahitajika sana tuyaangalie, kwa sababu watu wakisoma mambo mengi yatakuwa mepesi, na watu wasiposoma mambo mengi yatakuwa ni magumu. Yaani Uislamu wetu unaonekana ni mgumu. Uislamu wetu unaonekana unaenda tu, hauna ila, hauna mwelekeo. Kwa nini? Kwa sababu watu wamevukana nini? Sote tunataka tusome. Chenye kutofautisha tu ni kwamba hamwezi kwenye msikiti yote mkawa viongozi, kwamba tutamchagua fulani atakuwa ni kiongozi, lakini si maana kwamba yeye ni msomi. Fulani tunachagua wa imamu atusalishe, si kwamba eti watu wafahamu, wote tunafahamu kusalisha. Fulani tumemteua atunasihi, si kwamba eti yeye ndiye anajua tunasihi, tunajua. Lakini tunafanya hivi kwa sababu kwenye nafasi lazima asimamishwe mtu mmoja. Lakini haina maana wanasikiliza hawafahamu kinachozungumzwa. Hawezi kuwaidi, hapana, wanajua kila kitu. Huo ndio Uislamu ambao tunafanya, tunauhitaji. Huo ndio Uislamu ambao tunafanyaje? Tunauhitaji. Na hatujui kama tutafikia. Kwani tutafikia? Wazee, tutafikia kweli? Huo ndio Uislamu unafanyaje? Unaohitajika, Uislamu wa wajuzi. Na sio Uislamu wa maamuma.
Je, Uislamu huo tutafikia kweli? Sasa kwenye upande huu wa elimu nizungumza hadithi moja ambayo nitahitimisha nayo. Mazungumzo. Hadithi hii amehitaji Imam al-Bukhari hadithi ya 100 na Imam Muslim hadithi 1673. Hadithi ya Abdullah ibn Umar قال anasema samitu wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakul, mmemsikia mtume akisema inna Allah la yakbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yakbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama hatta idha lam yabq 'aliman takhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighayri 'ilmin fadhallu wa adhallu. Hadithi sahihi Bukhari na sahihi Muslim. Mtume anasema inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Allah haondoshi elimu kwenye dunia. Haondoshi elimu kwenye dunia yantazi'uhu min al-ibad. Anaondosha tu kwa haja kwamba eti waje ni wasomi alafu kesho yake wakawa ni wajinga. Hapana. Katika hekima ya Allah subhanahu wa ta'ala fi kaunihi, hekima ya Allah katika ulimwengu hafanyi hivyo. Hawafanyi wasomi asubuhi ni wajinga, hapana. Elimu haitweki hivyo, walakin yakbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama, lakini anaiondosha elimu kwa kuondosha wasomi, kufa kwa wasomi. Hata idha lam yabqa aliman, mpaka itakapokuwa hakukubaki msomi, takadha an-nasu ru'usan juhala, watu wakawafanya viongozi wao, watoaji maelekezo wao ni watu wajinga. Wasuilu, hawa watu wajinga wakaulizwa, faftau bighayri ilmi, wakatoa fatwa pasi na nini? Elimu. Baada ya kutoa fatwa pasi na elimu, fadhallu wa adhallu, wao wenyewe wakapotea na wakawapoteza watu. Hadithi hii ina mazingatio makubwa sana na inaonyesha namna kule kupoteza mwelekeo kwa Uislamu kunaanzaje, mpaka Uislamu wakawa dini yao imeingia vitu mbalimbali, ambavyo vitu ambavyo vimeingia kwenye dini yao si vitu ambavyo vilikuwa vipo kwenye dini yao. Viliingiaje na vilitumia njia gani wakati vinaingia? Maharibifu yaliyopatikana kwenye dini ya Uislamu katika masala ya shirkiyat, kwamba kuna Waislamu wengi wanafanya ushirikina. Masala ya bid'at, kuna Waislamu wengi wanafanya mambo ya bid'a. Yalipenya vipi katika sufufu muslimin? Yalipenya vipi katika safu za Uislamu? Yalipenya kwenye safu za Uislamu baada ya kupatikana upungufu wa wasomi, baada ya kupatikana upungufu wa wajuzi wa dini, na baada ya kupatikana upungufu wa wajuzi wa dini, watu waliokuwepo kipindi hicho cha upungufu wa wajuzi wa dini waliwafanya wasiokuwa wajuzi wa dini ndio wajuzi wa dini, na wale waliofanywa ni wajuzi wa dini na muda huo sio wajuzi wa dini wakayavaa mamlaka ya kuwa ni wajuzi wa dini, wakaulizwa mambo ya hukumu za dini na wakatoa maelekezo kinyume na dini, na jamii zikachukua maelekezo hayo yaliyotolewa kinyume na dini wakayafanyia kazi kama dini. Wakafanya kazi kama dini. Miaka ikaenda, watu wanafanya hayo mambo, ikatokea watu wakasema mbona dini inavyoamrisha na huku siko? Watu wakaanza kuinuka. Sasa mashaka tatu hawajui. Ninyi ndio mnaojua. Mtume amekisha kusema kwamba elimu haiondoshi kwa kuondosha kwenye vifua. Anaiondosha kwa kuondoka wasomi. Hicho kipindi wasomi waliondoka. Wasomi walifariki. Yaani kwa mfano sasa tunaishi, achilie uko mbali huko, yani hapa tulipo, yani kwamba haka ni dunia kipekee. Akafariki mwalimu ambaye ndio mwalimu wetu na imamu wetu, akafariki na mimi hapa na wengine ambao ni wale wanaofundisha.
wakabaki yule aliyekuwa amefundishwa ameelewa kidogo. Unaelewa kisha, lakini yule alielewa kidogo. Unajua watu wakiangaliana hapo msikitini wanasema huyu ndiye atafaa kufanya kupewa jukumu, lakini wa muda anapewa jukumu, ile jukumu sio stahiki yake, lakini amelipokea kwa sababu ndio mwenye nafuu. Tatizo ambalo limejitokeza sasa kwamba watu wamepewa majukumu ya dini muda ambao hawakuwa na wasomi, alafu Allah akakadiria wakapatikana wasomi, wakaamua kung'ang'ania kile ambacho kipo tofauti na dini. Hapo ni tatizo. Wale wenyewe wameng'ang'ania, wale waliopewa fatwa ndio wameng'ang'ania, bwana huku siko. Nyinyi bwana, nyinyi mnatuletea dini ngeni, mbona sisi ndio dini tumeizoea? Dini ngeni na hii mmeizoea, hii dini mliozoea mmeisoma wapi? Dini ni Qur'ani na hadithi nani za Mtume. Hii dini mliozoea nyinyi inatoka wapi? Ikiangalia kwenye Qur'ani haipo, alafu ndio dini iliyozoeleka. Ikiangalia kwenye hadithi za Mtume haipo, alafu ndio dini iliyozoeleka. Ile dini ambayo ni ngeni tukiangalia kwenye Qur'ani tunaikuta, tukiangalia katika mafundisho ya Mtume tunaikuta. Sasa dini ngeni hapo itakuwa nini? Yani kwamba watu, kwa sababu kwa mujibu wa hii hadithi ni kwamba watu waliishi zama kuna wasomi wakafa. Unaelewa hapo? Kuna wasomi kama wakafa. Wakati wasomi wanakufa, kuna watu wenye nafuu walipewa majukumu. Watu wenye nafuu walipewa majukumu walifundisha hiyo dini kwa mujibu wa vile vile unavyojua. Lakini kuna halali nyingi kwamba kuna maelekezo mengi wameyatoa sio sahihi. Kwa mfano niwaambie, humo katikati humo kulikuwa kuna maelekezo, mwanamke atakapokuwa ameingia katika damu ya wilada, yupo katika nifasi, akitoharika anaitwa ustadhi amtoharishe. Hamjui nini? Mzee hujui hiyo kitu? Unaona ili tuelewane vizuri. Sasa aliyetoa maelekezo mwanamke kutoharishwa ni mtu aliyepewa jukumu ambalo muda sio jukumu lake, ila alionekana na nafuu. Kwa hiyo kwa vile alionekana na nafuu akapewa jukumu, akaulizwa kuhusiana na hukumu ya dini, akatoa maelekezo ya dini. Lakini muda huo anatoa maelekezo ya dini, alipotea na akapoteza mtu mwingine, kwa sababu maelekezo aliyotoa sio sahihi. Ndio maana hadithi ya Mtume, fasuilu, waliulizwa fafta bighairi ilmi, wakatoa fatwa pasi na elimu, fadhallu, wenyewe wakapotea, wa adhallu, wakapoteza watu wengine. Sasa elimu imekuja sasa kwamba jamani, swala la mwanamke kutoharishwa halipo katika sheria, halipo kwenye nini? Kwenye sheria. Nasema sasa nyinyi mnajua zile mshinda masheria zetu. Ndio mtani huo. Yaani maana kwa sababu fatwa alitoa shekhi, hata kama haipo sahihi, inahojiwa kwamba je, shekhi ilikuwa hajui? Wewe ukisema ilikuwa hajui, unasema unaona sasa wanatukana hao. Wanatukania masheria zetu, unaona? Wanatukania masheria. Yaani wao ndio wanajua masheria zetu hawajui. Hadithi hii ya Mtume ndugu zangu ina durusu mbalimbali. Ina masomo na mazingatio makubwa sana. Kwamba kwa nini maharibifu ndani ya Uislamu yanaingia? Yanaingia katika njia moja tu. Wasomi wakiondoka wanarithishwa jukumu la dini ambao si wasomi. Sasa kama umerithishwa jukumu la dini halafu muda huo ulikuwa si msomi, wakija wasomi, soma ili jukumu lako liendelee. Changamoto inajitokeza sasa, watu wamejifungia, hawataki kusoma, na kwamba watu washatoshika na nini? Na dini. Matokeo yake kila kinachozungumzwa kwenye dini ni kigeni. Kila kinachozungumzwa kwenye dini ni kigeni. Bwana nyinyi mnatuletea dini mpya. Kwa nini dini mpya? Izoea dini. Kwa ndugu zangu, hii hadithi niliyotaja nimetaja kwa makusudi kwamba tusome, lakini tufahamu athari ya elimu ikikosekana kitu kinatokea. Elimu ikikosekana hakuna athari yoyote ambayo ni nzuri, bali athari zake ni mbaya. Waislamu lazima watapoteza dini yao. Na niko muda mwingi dini imepotea. Wewe angalia kwamba tuna Waislamu tunasali nao, lakini matambiko yote ya kimila hawachi. Na tunasali nao msikitini lakini hawachi.
Unamuuliza haya na hii dini vinaendana? Yapo haviendani. Lakini jawabu lake anakuambia hivi ndivyo tulivyozoea. Hivi ndivyo tulivyozoea. Lakini pia hata katika masuala ndio tunayozungumza mpaka leo tuna mahari na mali. Tuna mahari na mali, tuna mahari na mali. Na watu wanafanya tunasalia msikitini. Mahari na uhusiano na watu gani? Na uhusiano na Uislamu. Mali na uhusiano na watu gani? Watu wa mila. Sasa kuna maharibifu makubwa ndani ya dini ambayo yanaendelea, na sababu kubwa ni elimu ya dini fulani. Kwa ndugu zangu, ili hii dini tuihamu, lazima watu wazima wakae darasani. Alafu ukisema mimi mtu mzima nisikae darasani, kwa nini? Muhammad ameshawahi akiwa na miaka mingapi? 40. Lakini ana jamaa zake wa karibu kina Bakari ambao wana uwiano katika umri. Ukiangalia ile safu, umri wao ulikuwa ni mkubwa. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba swala la elimu halina umri, bali swala la elimu linahitaji maamuzi pale ambapo tawfiki Allah imekufikia. Na ukisoma ni faida kwako, lakini pia ni faida kwa jamii na kuzunguka. Kwa nini? Kwa sababu mtaangalia mambo kwa mujibu wa dini inavyotaka. Lakini watu wasiposoma, tutabaki tu mashehe wanatuchanganya. Tutabaki mashehe wanafanyaje? Wanatuchanganya. Wanawachanganya vipi? Kwani nyinyi mmefungiwa milango msisome ili na nyinyi mjue hayo mambo? Yeye akisema na wewe useme, mbona mimi mmeona hivi? Kuna mtu kafungiwa milango asisikie? Hakuna. Yeye alifika na wewe ufike. Akisema hivi, kama yupo tofauti unamwambia, mbona mimi nimesoma nimeona ni hivi? Na alhamdulillah, katika dini ambayo elimu yake imehifadhiwa, basi dini ya nini? Dini ya Ukristo, vyanzo vyao viliharibiwa na mikono ya watu. Dini ya Ukristo, vyanzo vyao viliharibiwa na mikono nini? Ya watu. Dini ya Uyahudi, vyanzo vyao viliharibiwa na mikono nini? Ya watu. Lakini dini ya Uislamu, vyanzo vyake havijapata mwanadamu aliingiza mkono wake. Yaani maana yake ukitaka dini aliyoabudu Muhammad mpaka leo umeipata. Utaipata wapi? Qur'ani. Na sote tunaamini mpaka leo hii ninavyoongea Qur'ani haina mabadiliko. Si ndivyo? Au ina mabadiliko? Wazi ina mabadiliko? Haina mabadiliko. Kwa hiyo ukitaka ujue namna gani alivyoabudu Muhammad, Qur'ani ipo. Na haina mabadiliko yote. Lakini pia ukitaka ufafanuzi sasa wa Qur'ani, utendaji kazi wa Qur'ani kwa mujibu wa maelekezo ya maneno na vitendo vya mtume, vipo kwenye nini? Kwenye hadithi. Na vitabu vya hadithi mpaka leo tunapoongea vipo. Tunasema rawahu al-Bukhari. Bukhari ipo mpaka leo, haijaingizwa mikono. Tunasema rawahu Muslim. Sahih Muslim ipo mpaka leo, haijaingizwa mikono wake. Tunasema rawahu Tirmidhi ipo, haijaingizwa mikono na watu. Tunasema rawahu Ibn Majah ipo, rawahu Nasai ipo, rawahu Abu Daud ipo. Kwa hiyo mtu anayekuwa anahitaji dini piwa, mpaka zama tunazozungumza dini hiyo atafanyaje? Ataipata. Lakini ataipata kwa mlango gani? Akae darasani afanye, asome. Kwa mfano Sahih Bukhari, hadithi zake ni zinaenda kwenye 7,000 kasoro. Asio 7,000 na zaidi kama sijakosea. Hata kama ni 7,000 na zaidi kama hadithi za Sahih Bukhari. Halafu mimi na wewe tumesoma hadithi 50. Mimi na wewe tumesoma hadithi 100. Tunategemea hadithi zinakwenda kwenye 7,000, si ndivyo? Halafu mimi na wewe tumesoma hadithi 50 au 100. Unategemea inakuwaje? Maana kile kinachosema kinakuwa ni kigeni. Sasa 7,000 kwa 100 au 200 kuna uwiano? Hakuna. Kwa hiyo tukizungumzia jamani swala la elimu, maana yake hili litatupa mwanga kwenye dini yetu. Alafu ukiulizwa na uwezo wa kuhoji, ukamhoji mzungumzaji kama mimi kwamba wakati nasoma hadithi kwenye Bukhari, kana kwamba maelezo ninayotoa ile hadithi mbona kana kwamba havijaoana vizuri. Kwa nini wewe unafikira hiyo? Kwa sababu kuna kitu ushakipitia. Lakini sasa hivi kama mtu hajapitia chochote, maana yake anazungumza hapa ndio anaanza kuyasikia. Utahoji vipi?
matokeo yake dini ikaharibika na watu wameishi kwenye dini ambayo si dini aliyoacha Mtume sallam, na miaka inaenda, waliokufa wanakufa na kuzika, waliozaliwa wanazaliwa katika mwelekeo. Kwa ndugu zangu, ili tupambane na ushirikina ulioingia ndani ya dini lazima tuwasome. Ili tupambane na bid'ati zilizoingia ndani ya dini lazima tuwasome, kwa sababu tukizungumza ushirikina wanafanya Uislamu. Na Uislamu wa Mtume alikataa ushirikina. Uislamu alivyoshinda Mtume alikataa nini? Shirikina. Kilichofanya Uislamu wa sasa ni ushirikina nini? Maana kwa kufanya na nini? Na dini yao haifahamu. Kuna watu wanaenda kwa waganga. Maisha yao kwenda kwa nini? Waganga, lakini swali nao hawafahamu kwamba Mtume amekwisha kusema man ata arafa na kahinan fasadaka bima yaqul faqad kafara mawzila la Muhammad. Mwenye kumwendea kuhani na akamsadikisha kwa yale anasema atakuwa amekufuru aliyetulimshwa kwa Muhammad. Angekuwa anajua kwenda kwa mganga ni ukafiri, angeenda? Asingeenda. Lakini kwa sababu hajui kwenda kwa mganga ni ukafiri, anaenda. Man ata arafan fasala an shay'in lam tuqbal lahu salata 40 laila au 40 yawm. Mwenye kumwendea mganga na akamuuliza kusema masala ya kuganga, lakini hajamkubalia, hatakubaliwa sala siku 40. Hadithi ya Sahih Muslim. Sasa kama mtu anajua hatari zote hizo angeenda. Lakini mbona maisha ya Uislamu wengi ni maisha ya kawaida kwa waganga. Alafu tena wanamshangaa asienda kwa mganga. Yule mwalimu mtoto kujifunga lile nani? Atishishi. Yaani wanashangaa kumwona mtoto anakuwa hajafunga ilizi. Na wanajiuliza ataishishije bila ilizi. Hao ndio Uislamu tunaishi nao. Na hao ndio Uislamu wa dini hii ya Uislamu. Yaani mtoto kutofunga ilizi haamini kwamba atakuwa. Sababu iliyotupelekea hapo hiyo nini? Sababu ni watu kuwa mbali na elimu nini? Ya dini. Kwa sababu watu wangesoma hii dini wangefanya kazi basi. Kwa hiyo wazee wangu, vijana wenzangu, mama zangu, dada zangu, niwahusie sana kwamba hatari ya elimu kutoweka ni kubwa, kwa sababu maarifa na kwa. Nadhani kwenye upande huu wa elimu niishi hapa, niombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atufundishe katika dini yake na atupe nguvu ya kuiendea elimu na kufanyia kazi. Wallahu a'lam.